Lazima tujue Tanzania yetu ni Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na ni nchi huru, inajilinda kwa wivu mkubwa na inalindwa kwa wivu mkubwa. Niwahakikishie wananchi, serikali yenu chini ya kiongozi shupavu na mahiri Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu wa Vyombo vya Ulinzi na Usalama, anawahakikisheni raia wote mtakuwa salama na muendelee kutekeleza majukumu yenu kwa usalama na kwa amani. Hakuna tatizo lingine lolote. Serikali yenu inawapeni uhakika wa kwamba itaendelea kutoa huduma zote kwa ajili ya Watanzania, huduma za kijamii, huduma za kifedha, za kibiashara na kila aina ya huduma. Tanzania kamwe haitasimama, na Tanzania kama Mheshimiwa Rais alivyosema never again, haitatokea shida tena, na sisi tutasimama kwa sababu ndio tunasimama kwa niaba yake kuweza kuhakikisha nchi hii inabaki kuwa salama na watu wanafanya majukumu yao, kila raia anaendelea kuwa salama na haki yake ya uhai italindwa kwa wivu mkubwa. Kwa hiyo nawahakikishia serikali yenu iko salama, lakini vivyo hivyo nchi yenu iko salama. Vivyo hivyo serikali itaendelea kuwa karibu na wananchi, na tunaomba wananchi waendelee kuipa ushirikiano kama jinsi ambavyo wamefanya kwa kiwango kikubwa sana, kutoa taarifa za kiusalama juu ya kulinda nchi yao. Kwa kweli mafanikio haya makubwa ni ya wananchi wenyewe. Kwa taarifa njema na nzuri ambazo wamezitoa, wamefichua wahalifu na tumeweza kuwanyakua ili waweze kufika kwenye vyombo vya sheria. Kwa hiyo imani yangu kubwa nilio nayo kwamba wananchi wanayo imani kubwa na serikali yao, wananchi wako tayari kushirikiana na serikali yao, na wananchi wako tayari kuhakikisha wanaona Tanzania yetu ikikua katika maendeleo na kamwe haitakuwa kwenye makundi ya nchi ambazo zimesambaratika na hazina amani. Kamwe Watanzania wamedhihirisha leo kwamba hawako tayari kuwa wakimbizi kwenda kwenye nchi nyingine, wako tayari kuilinda nchi yao. Niwashukuru sana Watanzania wote. Hali ya usalama kwa ujumla katika nchi ni shwari sana. Vyombo vya ulinzi na usalama vimetekeleza majukumu yake kama ilivyo kawaida na ipasavyo, kuhakikisha kwamba usalama wa kila raia unakuwepo, kulinda uhai wa watu, lakini pia kulinda mali za kila raia, ikiwa ni pamoja na kulinda rasilimali za nchi yetu. Kwa hiyo niwashukuru sana kwa kweli kwa ujumla wananchi wote wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuona umuhimu huu, kwa sababu uwepo wa amani unatusaidia sana katika kulinda maisha ya watu. Uwepo wa amani unasaidia kulinda mali za watu, mali za umma, rasilimali zetu tunazozimiliki, lakini pia uchumi wa nchi kwa ujumla, kwa sababu uchumi ni mjumuiko pamoja na miundombinu na vitendea kazi au instruments au equipments of labor. Lakini pia nishukuru sana kwa sababu toka kipindi hicho cha nyuma wananchi wameendelea kutupa support kubwa sana. Niwashukuru makundi maalum yote ya vijana machinga, wakike wake kwa waume, lakini pia mamalishe na babalishe, lakini pia viongozi ule wa mamalishe na babalishe, mwenyekiti wao, mwenyekiti wa bodaboda taifa, pamoja na makatibu na uongozi wote katika ngazi mpaka mikoa mpaka kwenye kata, pamoja na viongozi wa sungusungu, viongozi wa dini kwenye taasisi mbalimbali za dini. Tunawashukuru viongozi wa serikali, wale wote walioona umuhimu, hata wazazi kwa namna hiyo wameweza kuwakemea watoto wao, kuwaonya na kuwatahadharisha juu ya ubaya wa kuvunja amani. Tuliwaambia jinai haiozi, lakini pia jinai hailipi. Nadhani kitendo cha wazazi kuhamasika kuona huu umuhimu wa kuwajulisha watu, na ndio maana ya matokeo haya. Toka siku ya jana hali ni shwari, usiku imekuwa shwari sana, na leo asubuhi ni shwari zaidi. Tumeanza asubuhi mapema, nimezunguka kila maeneo ya Dar es Salaam, na sasa hii ni mara yangu ya pili. Nazunguka tena nikiwa ninamalizia mzunguko wa pili wa kuhakikisha kila maeneo yote ya wilaya za Dar es Salaam na maeneo yote ya center za Dar es Salaam yanaendelea kuwa shwari, na hakika nimshukuru sana IGP Camillus Wambura na timu yake yote ya Jeshi la Polisi, CDF wetu Jacob Mkunda, lakini vivyo hivyo wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama wengine, CGP
CGI, lakini pia mamlaka mbalimbali ambazo CGF na mamlaka nyingine zote ambazo zimehusika kwenye hili. Niwashukuru viongozi kwa ujumla, kwa sababu hili jambo limekuwa la kwetu sote, na kimsingi hapa ni wananchi wamechukua jukumu lao la kulinda nchi yao, na ndio hapo tunapotaka kusema kwamba wapotoshaji mara nyingi walipokuwa wakizungumza wenyewe peke yao kwenye mitandao, wananchi baadhi walidhani kwamba wameweza kukua nani, lakini unaweza ukaona uhalisia ni kwamba upotoshaji mwingi na mkubwa kwenye mitandao ulifanyika, na pale ambapo haukukanishwa ulionekana kama kuwa ni kweli, lakini unaweza kuona uhalisia wake. Ni wananchi wamewakataa kwa herufi kubwa na kwa sauti kuu wanaochochea vurugu Tanzania. Wananchi wamewakataa kwa herufi kubwa wale wote wanaodhani wako juu ya sheria, na wananchi wamewakataa, wametaka kujenga taifa lao kuwa la amani, lenye umoja, upendo na mshikamano kwa uzalendo wetu, kwa kudumisha muungano, lakini pia mshikamano wa kitaifa. Umeona shughuli mbalimbali za kibiashara zinaendelea kila mahali. Wananchi wamejitokeza kwa kutosha kwenye maeneo kadhaa, lakini maeneo mengine wananchi wameamua kupumzika, kwamba hakuna sababu ya kwenda kujiunga na watu wenye shari, sababu tunapoonekana wakati mwingine tunaonekana kama tunawaunga mkono wale ambao wamesema mambo ya hovyo dhidi ya taifa letu. Kwa tuendelee kujitenga na uhalifu, tuendelee kuwatenga na kuwakataa kwa herufi kubwa wale wote ambao wanahamasisha Watanzania wenzetu waharibu mitaji yao, waharibu au kupata changamoto za kiafya au kwa namna yoyote ile kuhatarisha maisha yao. Waendelee kujitenga na watu wote ambao hawataki kuona Tanzania ikiendelea kukua katika uchumi, katika miundombinu, ikiendelea kukua katika utalii, katika uwekezaji na biashara.